Taswira 2, episodi ya 3, sura 2 zikifichuka. Karibu tena msikilizaji wangu kwenye Taswira 2, sura ya mwisho. Mimi ni msimulizi wako, Joseph. Kama bado hujasubscribe, bofya sasa hivi alama nyekundu iliyoandikwa subscribe na kengele. Maana kinachokuja si hadithi, ni kilio cha mwisho cha kijiji cha Dumasi. Kimefunikwa na ukimya mzito. Watu wamechoka na mateso, watoto hawatoki nje tena, wanawake wamejificha ndani ya nyumba zao za udongo. Usiku huu, wazee wa kijiji wameamua kufanya tambiko kubwa, tambiko la mwisho. Wanakusanyika katikati ya kijiji, karibu na ule mti wa mizimu, mti wa ntumba. Moto mkubwa unawashwa. Wazee wanapiga ngoma, wengine wanapuliza uvumba, moshi unaoneka ukitoka. Mizimu ya mababu zetu, anasema mzee Mwita, fichweni mchawi anayeficha uso wake kati yetu. Leo tuone taswira ya kweli. Mifupa, mbegu na vumbi la tambiko vinatupwa ardhini. Sauti ya upepo inabadilika ghafla, inalia kama mtu anayehangaika. Watu wanashikana mikono kwa hofu. Amina anatokea polepole kutoka gizani. Bado amevaa vazi lake la zamani, amechakaa, amebeba bakuli lake la udongo. Watu wanamwangalia kimya, lakini wakati ngoma zinapopigwa kwa nguvu, mwili wake unaanza kutetemeka. Macho yake yanabadilika. Anainua kichwa taratibu na ghafla, sauti nzito, si ya binadamu tena, inatoka midomoni mwake. Ninyi nyote mlinicheka mchana mkaniita bubu, ombaomba. Sasa mtanijua usiku. Giza linashuka ghafla juu ya kijiji. Moto unawaka kwa rangi nyekundu, upepo mkali unapuliza mavumbi, wanawake wanapiga kelele, watoto wanalia. Kofi anajaribu kumkaribia Amina akilia, Amina, tafadhali acha. Sio wewe. Lakini Amina hawezi kusikia tena. Macho yake mekundu kama makaa. Anaanza kutamka maneno ya kishirikina, mikono yake inatoa mwanga mweusi. Vumbi linapanda juu, ndege wanaanguka kutoka angani. Mizimu ya damu, fungueni lango la giza, nilete nguvu ya mwisho. Amina anaruka hewani, akizunguka kwa nguvu ya upepo. Sauti za mizimu zinacheka gizani. Kofi anakimbia kuelekea kwa wazee, akisema, anabadilika tena. Fanyeni kitu, harakisheni. Wazee wanaanza kumimina maji ya tambiko, maji matakatifu yaliyobarikiwa kwa miaka mingi. Lakini kila tone likimgusa, Amina anapiga kelele ya kuumiza, sauti inayopenya mioyo ya kila mtu. Alfajiri inaanza kuchomoza. Jua linagusa usoni mwa Amina na ghafla nguvu zake zinaanza kupotea. Anajaribu kukimbia, anaanguka chini, akilia kwa sauti dhaifu, akisema, sikutaka kuwa hivi, walinilazimisha, mizimu ilinichukua. Kisha anapumua mara ya mwisho, macho yake yakifunga polepole. Sauti ya upepo inatulia. Wazee wanainama kimya. Taswira 2 zimefichuka, anasema mzee Mwita. Mchana alikuwa mnyonge, usiku alikuwa mnyama wa giza. Leo tunafuta kivuli cha Amina. Moto mkubwa unawashwa. Mwili wa Amina unachomwa taratibu, moshi ukipaa juu ya kijiji. Watu wote wananyamaza, wakiangalia wingu likipotea angani. Kofi anakaa kando ya moto, machozi yakimdondoka. Anaangalia mbali msituni, na kwa sekunde moja anaona kivuli cha macho mekundu kikitazama kutoka mbali, kisha kinapotea. Anashika kichwa chake, akisema taratibu, Taswira 2, je, aliyekufa ni Amina yupi? Wa mchana au wa usiku, au ni wote? Msikilizaji wangu, huu ndio mwisho wa Taswira 2, season ya kwanza. Lakini kumbuka, giza halifi, linangoja macho ya mtu kuangalia tena. Hakikisha umesubscribe sasa hivi na uwashe kengele ili usipitwe na season ya pili ya Taswira 2, macho ya kifo. Tazama pia sehemu ya kwanza ya hadithi hii kupitia link kwenye description ya video.